Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Al-Bayyina, sura ya 98 imeteremka Maka. Watu wa kitabu, ni sura inaitwa Bayyina, kubainisha kila kitu. Yaani Mayahudi na Wakristo wamejua kutokana na vitabu vyao, na washirikina wa Maka wakajua kutokana na sifa za nabii wa zama za mwisho. Yaani Wayahudi walikuja wakaishi Madina wakiongojea Nabii Muhammad. Maulama, mashekhe wa tarikh wa history tarehe wanasema kama miaka 500 walimsubiri atokee, na yalikuwa yanatakikana kutokana na haya ni kuwa wamuamini huyu nabii pindi akiteuliwa. Lakini alipoteuliwa miongoni mwao mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kuungwa mkono na Qur'an, wakahitalifiana na wakaacha ahadi yao. Hao ni Wayahudi na wenzetu wa Nasara. Vitendo vya watu wa kitabu katika hayo vilikuwa viovu zaidi kuliko vya washirikina, na hukumu ya watu hawa wote akhirani kukaa umilele katika moto. Na waumini watu wa vyeo vya juu kwa fadhila ndio bora wa viumbe, malipo yao ni kukaa milele peponi na kuridhika na kuyapata watakayo na kupewa wanayopenda. Hiyo ndiyo neema ya Mwenyezi Mungu, kumuogopa, kumhofu Mola wake mlezi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Hawakuwa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina waache walionaye mpaka iwajie bayana. Walipoona haki ndio walikufuru. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Ukisikia watu wa kitabu ni Mayahudi wa Nasara, walipatiwa kitabu ya Taurah ya Musa alayhi salam na Injili ya Nabii Isa alayhi salam. Rasulun min Allah, ni mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu suhufan mutahhara, yani mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu na anawasomea kurasa zilizotakasika. Walimkataa. Fiha kutubun qayyima, na kwenye hiyo kitabu ndani yake mna maandiko yaliyonyoka, maandiko ambayo yaliyo sawa. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, na wala hawakufarikiana, hawakukatilafiana waliopewa kitabu ila baada ya kuwajia bayina. Baada ya Uislamu kuwajia ndio wakakataa. Walikuwa wanaongoja, walisema kama hajatoka kwenye nyumba 12 ya Israeli sisi hatuwezi muamini, na walikuwa wanamsubiri. Wama umiru illa liya'budullah, walimuasi kwa ajili ya ukabila haitakani katika dini ansuria. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-ddin hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika ad-dinul qayyim. Na hawakuamrishwa kitu ila kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini, wawe wa nguvu na washike sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo dini madhubuti. Huyu mtume hakuleta kitu kingine isipokuwa aliwaambia wamwabudu Mungu mmoja, Mungu wake na Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Ismail na Mungu wa Isa na Mungu wa Shuaib na Mungu wa Dhulkifli na Mungu wa Isa alayhi salam mukhlisina, kwa kumtakasa yeye peke yake Mwenyezi Mungu mmoja na bila ushirikina yote. Hakuleta mambo. Wa yuqimu salata, na alileta wasimamishe sala. Wa yutu zakat, aliwaambia watoe sadaka kwa mali yao. Wadhalika dinul qayyim, na hiyo dini iliyokamili madhubuti. Innal ladhina kafaru min ahli alkitab, Allah anasema hakika wale waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu wa Nasara na Mayahudi na washirikina wa Quraysh wataingia katika moto wa Jahannam, finari Jahannam. Kama hujaamini huyu mtume wa mwisho, hata ukue unaabudu aje, utaingia katika moto wa Jahannam. Khalidina fiha, na wadumu milele humo Jahannam. Mungu atulinde naye. Ukiingia unadumu milele, ukiingia pepo unadumu milele. Ulaika hum sharrul bariya, hakika hao ndio viumbe waovu kabisa. Mwenye ataingia pepo ni viumbe bora, na mwenye ataingia Jahannam ni viumbe waovu kuliko viumbe vyote. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika humul khairul bariya, hakika walioamini huyu mtume na wakatenda mema, hao ndio bora wa viumbe vyote. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Malipo yao kwa Mola wao mlezi ni bustani za daima zipitazo mito kati yake, wakae humo milele. Mwenyezi Mungu yuradhi nao na wao waradhi naye, na hayo ni kwa anayeogopa Mola wake. Mwenyezi Mungu anasema waambaye watamwamini mtume wa mwisho
malipo yao itakuwa ni mabustani ya pepo ambaye mito ya asali, mito ya maziwa itakuwa inapita chini yake, na wataishi kule vile jahannam mtu anaishi milele, wataishi kwenye pepo milele, na Allah atakuwa ameridhika na wao watakuwa ameridhika na Mwenyezi Mungu, na hayo malipo itakuwa ni kwa wale wamemwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omba Allah Subhanahu wa Ta'ala tusamehe dhambi zetu na atujalie wenye watafikia hii siku ya mwisho ya ibada ya hali ya juu na kufikia kupata Lailatul Qadr, na tunaomba Allah awanusuru mandugu zetu wa Palestina na awapatie nusra na awapatie msimamo na thibat na subra katika hii hali ngumu ambayo wako nayo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu